Baada ya miaka kadhaa, mwaka wa 2018 na 2017, uvimbe wangu ulilipuka na kukua hadi kufikia ukubwa wa sentimita 9 kwa 10, ambayo inamaanisha kwamba karibu theluthi moja ya ubongo wangu ililiwa. Kitu kinapoliwa na kuondolewa kwenye ubongo hakiwezi kukua tena. Nilikuwa na uvimbe usio sawa ambao ulikuwa na sehemu zenye glioblastoma, ambayo ndio uvimbe mkali zaidi uliopo. Unaweza kuona hilo kwa macho. Tutaonyesha picha yenye dawa ya mionzi kutoka kwenye uchunguzi wa MRI. Hakuna rekodi kwenye kumbukumbu za mtu yeyote aliyewahi kupona uvimbe huo. Watu huishi takribani mwaka 1 hadi 2 kutegemea na ukubwa wa uvimbe, lakini hakuna anayevuka muda huo. Na baada ya kusema amina yangu kwa dhati, nilisikia wazi na kwa sauti kubwa yenye nguvu ikiniambia, sitakuruhusu kabisa ufe milele na milele kwa umilele wote. Na kwenye kipindi cha leo ambacho nakisubiri kwa hamu sana, hata hatukuweza kuanza vizuri kwa sababu kuna mada nyingi sana ambazo mimi na yeye tulijadili kwa mazungumzo ya kawaida. Mgeni wangu ni mwanaume ambaye amepitia tukio kubwa sana, tuseme mshtuko au janga katika maisha yake. Yaani alikuwa na uvimbe kwenye ubongo, uvimbe mbaya sana ambao ulimfikisha karibu kabisa kitandani pa mauti. Alikutana na Mungu na bila kupoteza muda utasikia hadithi yake sasa hivi. Goran Suslik yuko pamoja nasi leo. Goran, asante sana kwa kutenga muda wa kuwa sehemu ya podcast hii, na natumai kwamba kupitia podcast hii tutamtukuza Mungu na kwamba itatumika kuwajenga na kuwatia moyo wengine. Naam, naweza kusema kwamba nilikulia ndani ya imani ya Kikristo. Kweli nilizaliwa ndani yake na niliishi maisha yangu zaidi au pungufu au kwa kiasi kikubwa kabisa kama muumini Mkristo, lakini bila kupitia uongovu wa kina na wa kweli na bila kuzaliwa upya kiroho kwa maana halisi. Mwaka 2010 niligunduliwa kuwa na uvimbe mbaya sana kwenye ubongo. Wakati huo maalum ulikuwa na ukubwa wa takriban sentimita 4, uvimbe mkubwa kabisa. Nililazwa hospitalini, lakini haukuondolewa wala kufanyiwa upasuaji wakati huo, kwa sababu sikuwa fiki kabisa kufanyiwa upasuaji mkubwa kiasi hicho wakati huo, na hivyo basi nilirudi nyumbani kwa familia yangu. Ndipo hasa sisi kama familia tulianza kumuomba Mungu kwa bidii sana ili aniponye kwa muujiza, na polepole lakini kwa hakika nilianza kujisikia vizuri zaidi, nikipata nafuu taratibu katika hali yangu na ustawi wangu kwa ujumla. Na nilipoanza kujisikia vizuri kwa namna fulani, nilianza kupoteza uhusiano wangu na Mungu. Na zaidi ya hayo, karibu nilianza kuhisi kama si Mungu aliyenisaidia, bali nilikuwa mzima kwa sababu ya juhudi zangu mwenyewe. Nilianza kutumia dondoo za mitishamba, nikaacha kula nyama, maziwa na bidhaa zote za viwandani zinazotokana na wanyama. Nilikuwa nafata, undani wa tiba sahihi, lishe asilia, dondoo za mitishamba bila vitamini au madini bandia ambavyo kwa kweli ni hatari na vinatumika kwenye maduka ya vyakula vya afya siku hizi. Hivyo vitu kwa kweli vinadhuru mwili wa binadamu. Mwili wetu unaweza kutumia tu vitu vinavyotokana na mimea, ni maandalizi tu ambayo ni dondoo halisi kutoka kwenye mimea mbalimbali, na hapo ndipo vinafanya kazi ipasavyo. Kuna mambo mengi ya kuzungumzia hapa, lakini sitaki kuingia kwenye hayo sasa hivi. Kwa mfano, ulikuwa unajisikiaje hasa mwaka wa 2010, mwaka huo maalum? Je, ulikuwa na maumivu makali ya kichwa au usumbufu wowote wakati huo? Je, ilikuwa ni maumivu ya kichwa ya kudumu, aina fulani ya kipandauso? Ulikuwaje hadi ukafikia hatua ya kusema, hebu nataka kwenda kwa daktari kuangalia hili? Kweli, nilizimia ghafla kabisa, na mara moja walinichukua hospitalini kwa gari la wagonjwa, na huko baada ya uchunguzi waligundua nilikuwa na uvimbe mkubwa kwenye ubongo, takriban sentimita 4 hadi 5 kwa ukubwa. Kisha walitaka kuondoa kila kitu mara moja kabisa, lakini kwa bahati nzuri mke wangu mpendwa alipinga vikali na hatimaye hakuruhusu hilo litokee. Kwa hiyo walifungua fufu langu kwa uangalifu, na baada ya kufanya hivyo walimpigia mke wangu simu mara moja kumuomba kwa dhati ruhusa yake ya wazi ya kuondoa kila kitu kabisa. Yeye alikataa kabisa, hivyo wakafunga kichwa changu kwa umakini na kuniacha pale tu. Na kulingana na tathmini yao ya kitabibu, nilikuwa nimechagua kwa hiari kutokubaki hai, jambo ambalo lilikuwa gumu na la kina kutambua. Kwa muda mrefu sana. Alafu nikaanza. Kwa hiyo kabla ya hapo, nilikuwa nakula nyama nyingi na vyakula visivyo na afya. Tangu wakati huo, nimekuwa mla mboga kabisa na kula vyakula vya mimea tu, na niliacha kula nyama na vingine vyote, na nikaanza kujisikia vizuri sana.
Kwa hiyo wakati huo nikiwa hospitalini, na baada ya hapo tulikuwa tukiomba kila mara kwa Mungu ili atuponye na kutuokoa. Kama nilivyosema na nilivyoendelea kupona, nilianza kusahau kwamba afya yangu ilikuwa matokeo ya uingiliaji wake. Na baada ya nusu mwaka niliacha kabisa kuomba na kusoma kwa mwaka mzima. Na ghafla nikajikuta hospitalini. Ilibainika kwamba nilikuwa nimeenda kupimwa mwezi mmoja uliopita na nilikuwa na uvimbe hapa upande wa kushoto. Na mwezi mmoja baada ya hapo, kwa kuwa ulikuwa uvimbe mbaya zaidi uliopo, iligunduliwa nilipopelekwa hospitalini kwamba upande mwingine wa ubongo wangu kulikuwa na uvimbe mwingine wa 3. Mmoja ulikuwa na sentimita 2, hasa mmoja ulikuwa na sentimita 1. Kimsingi kichwa changu chote kilikuwa kama kimeuliwa kabisa. Na nakumbuka hilo vizuri sana. Kweli kabisa. Wafanyakazi wa hospitali waliniambia wazi kabisa kwamba hawawezi kunisaidia, kwamba kwa kweli niende nyumbani nijiandae kuwaaga familia yangu niliyoipenda. Ingawa sikuweza kuwasiliana sana kabisa, nilikuwa katika hali ya nusu fahamu, kwa kusema hivyo, kwa maana ya ishara. Halafu ilikuwa Jumamosi alasiri. Ilikuwa kilele cha majira ya joto, kama nyuzi 40 za Celsius. Tulikuwa tumekaa ghorofa ya juu ya nyumba yetu na watu wengi sana walikuja kuomba dua ili nipone. Hapakuwa na wingu angani, na ghafla wakati wa maombi kulianza kunguruma kwa radi kwa sauti kubwa sana, kiasi kwamba kila mtu aliogopa, wakijiuliza nini kinaendelea, kama ni mwisho wa dunia. Ndivyo ilivyokuwa kwa sauti kubwa, na ghafla nilijihisi mzima kabisa. Nikasimama, nikapata nguvu zangu tena, kisha tukaenda hospitalini kwa ajili ya MRI, na pale ikaonekana kwamba uvimbe wote mpya ulikuwa umetoweka kana kwamba haujawahi kuwepo. Kwa hiyo uvimbe mkuu upande wa kushoto ule hakupungua, lakini kile kilichonifanya niwe kitandani karibu kufa kilitoweka, ikimaanisha Mungu aliumba sehemu hiyo ya ubongo wangu kabisa. Mwaka 2010 iligunduliwa kwamba ulikuwa na uvimbe kwenye ubongo wenye ukubwa wa sentimita 5 hadi 6. Katika kipindi hicho, baada ya kujifunza kuihusu, ulibadili mlo unaotegemea mimea. Kweli? Hasa, uliishi kwa muda gani kwenye lishe hiyo ya mimea? Ulikuwa na lishe hiyo ya mimea kwa muda gani? Naam, nilikuwa nikitumia kwa mwaka mmoja, lakini katika miezi 2 au 3 iliyopita nilianza kupoteza nidhamu na nikaanza kula kama watu wa kawaida, bado bila nyama, lakini si kiafya. Na hivyo katika miezi 2 tu ya kuacha lishe bora na Mungu wangu niliugua tena, kwa sababu ikiwa mtu hamsifu na kumtukuza Mungu na kuonyesha shukrani, inamaanisha amemwacha Mungu. Na kisha baada ya hapo, wewe tuseme ulirudi tena kwenye njia ya kweli ya kula uliokuwa nayo hapo awali. Kwa hivyo Mungu alipofanya muujiza mwingine, nilianza kufanya mambo kwa njia sahihi tena. Lakini pia ningewezaje kuiweka kwa usahihi na kwa usahihi katika hali ya kina kabisa ya, unajua, aina fulani ya hisia. Ushuka kwa thamani. Nilikuwa kwenye mkunjo unaobadilika, usio thabiti. Sikuwa imara kweli. Nilifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Mungu na niliwaonya watu mara kwa mara, lakini haikuwa katika ukamilifu wake wote. Kisha baada ya miaka kadhaa muhimu, hasa mwaka wa 2018 au 2017, uvimbe wangu ulilipuka na kukua hadi kufikia ukubwa wa sentimita 9 kwa 10. Kwa hiyo theluthi moja ya ubongo wangu ililiwa kabisa, na kitu kinapoliwa na kuondolewa kwenye ubongo hakiwezi kukua tena, kwa sababu zile seli za neva hazioti tena, haziongezeki. Kwa hiyo ikiondolewa, imeondolewa. Hiyo ilikuwa lini? Ilikuwa mwaka gani hiyo? Mwaka wa 2018. Na mwaka wa 2018, huo ndio ulikuwa wakati wa mabadiliko makubwa kwangu, sivyo? Niambie, katika maisha yako binafsi, ulikuwa unaogopa kifo? Uliwahi kuwaza kuhusu hilo? Ni mawazo gani yalikuwa yanakupitia kichwani mwako sana wakati huo? Basi, katika ile dakika za mwisho kabla tuseme ya kifo, ambacho ndicho kilichotarajiwa, nilimkaribia sana Mungu. Kwa hiyo katika kipindi hicho kigumu na cha changamoto, katika miaka hiyo nilikuwa napata degedege kali sana, kwa sababu sehemu kubwa kabisa ya ubongo wangu ilikuwa imesukumwa na kuzimwa kabisa. Kwa hiyo ubongo wangu ulikuwa chini ya msukumo mkubwa sana. Uvimbe, kama utakavyoona kwenye picha tutakazoonyesha baadaye, ulisukuma nusu nyingine ya ubongo wangu kwa sentimita 2 au zaidi. Kuna bila shaka vyanzo tofauti vya degedege hata katika muktadha wa kiroho wa mapambano kati ya pande mbili.
Lakini kama kitu kinasababishwa kimaumbile kama ilivyokuwa kwangu, basi sio kuhusu upande huo, bali ni kuhusu tishu za ubongo kuharibiwa kabisa na shinikizo kubwa sana kwenye sehemu iliyobaki ya ubongo, ambayo ilikuwa karibu sentimita 2 hadi 3 nene na za maumivu makali. Ilikuwa mbaya sana kabisa, kama vile mtu anakusudia kabisa kuchomeka waya wa umeme wa volti 230, sio 12 tu, bali volti 230 kamili zenye nguvu moja kwa moja kwenye sikio lako. Na kwa kweli siwezi hata kuelezea vya kutosha athari ya mateso na uchungu kabisa. Hata kama ningekuwa nimejawa na chuki kabisa na nilitaka kweli kumsababishia mtu mwingine mateso kama hayo, singetamani kamwe mtu yeyote, hata mtu kama Hitler. Mateso kama hayo hayapatikani mara nyingi. Nimezungumza na watu, lakini hakuna mtu aliyepitia hisia mbaya kama vile waya wa volti 220 unaotuma umeme kupitia kwako na kukuvunja vipande vipande. Ulikuwa kwenye kitanda chako cha kufa ukikabili mwisho wa maisha yako. Ndio. Kipindi hicho kilikuwaje? Sijawahi kuwa karibu na Mungu. Kwa hivyo, hata kabla ya wakati huo mgumu wa kufa, labda miezi 2 kamili mapema, nilipokuwa tayari nimekuwa dhaifu sana, niliweza tu kutembea hatua 20 au 30 tu, nikihisi ninazidi kuwa dhaifu zaidi kila siku inapopita. Lakini nilikuwa karibu sana na Mungu kiasi kwamba matarajio ya kifo hayakunitisha hata kidogo. Kitu pekee kilikuwa labda kwa ajili ya mke wangu mpendwa na mwanangu mpendwa, ambao ningewaacha, lakini kwangu mimi mwenyewe sikuhisi hofu yoyote. Nilihisi nimeokolea. Nilikuwa nimeingia katika ushirika wa kina na Mungu. Hata kifo hakikunitisha, kwa sababu tunajua kwamba Yesu atakapokuja hivi karibuni katika kizazi chetu, atawafufua waumini wake wote, waliomkubali na kuishi kulingana na mapenzi yake. Kwa namna fulani, hiyo ilikuwa sehemu nzuri zaidi ya maisha yangu. Lakini wakati huo huo, nilihisi ingekuwa ubinafsi kujiwekea wokovu mwenyewe tu kupitia ushirika wa kina namna hiyo, ilhali watu wengi duniani wangepotea milele. Na ndiyo maana nilipokuwa nimelala pale, nilimuomba Mungu kwa bidii, kama ilikuwa mapenzi yake, afanye muujiza, kwa sababu hili halikuwa swala la uponyaji, bali la kuunda ubongo, kwani wangu ulikuwa umeliwa. Kwa hivyo ndiyo. Hebu tufafanue hilo kwa muda mfupi. Kwa hivyo, uvimbe mbaya unapofikia hatua ya juu ambayo kwa bahati mbaya yako ilipata katika siku hizo muhimu za mwisho, hakuna tiba inayofaa. Kwa bahati mbaya inabaki hivyo hivyo, ikihukumiwa kifo kisichoepukika. Uvimbe wangu ulikuwa mbaya sana. Kuna uvimbe usio na madhara ambao si saratani, ni ukuaji tu kwenye ubongo, na watu wanaweza kuishi muda mrefu na huo. Hata wanaweza kufanyiwa upasuaji, lakini wangu ulikuwa daraja la 3 na EV, na haukuwa wa aina moja. Daraja la 3 na EV linamaanisha nini? Basi, kuna madaraja 4 ya uvimbe. Kwa hiyo la kwanza ni uvimbe usio na madhara, ambao ni kama kovu tu na unaweza kuondolewa kwa upasuaji. Kama ukifanyika mapema, unaweza kupona, lakini kadri daraja linavyopanda, ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi kumponya mgonjwa. Mimi nilikuwa na uvimbe usio wa aina moja, ambao ulikuwa na sehemu zenye glioblastoma, ambayo ndio uvimbe mkali zaidi uliopo. Unaweza kuona kwamba tutaonyesha picha yenye kichocheo cha utofautishaji kutoka kwa skani ya MRI. Kwa hivyo, kulikuwa na maeneo meupe hasa, na kulingana na kumbukumbu, hakuna mtu aliyewahi kunusurika aina hiyo ya uvimbe. Watu huishi kwa takriban mwaka 1 hadi 2 kulingana na ukubwa wa uvimbe, lakini hakuna mtu anaishi zaidi ya huo. Kweli, hebu tuendelee na hadithi. Kwa hivyo, katika miaka 28 ulikuwa umelala peke yako kitandani mwako. Ulimwomba Mungu sala gani? Ilikuwaje hiyo? Naam, niliomba kwa muda mrefu sana. Sikuwa na saa wakati huo, lakini lazima iwe angalau ilikuwa saa nzima. Huko tena katika nafasi hiyo takakifu, niliungama dhambi zangu zote kwa Mungu Mwenyezi kwa unyenyekevu na kuelezea hamu yangu ya dhati ya kujitolea kikamilifu maisha yangu yote kwake. Kwa kweli nilikuwa katika ulimwengu wa biashara. Nilikuwa mchumi na pamoja na mtengenezaji mmoja nilianzisha kampuni kubwa ya kutengeneza vifaa vya sauti na hilo lilinifanya niondoke mbali zaidi na Mungu. Hivyo basi, Mungu alilazimika kuruhusu hilo litokee ili niweze kuwa pamoja naye na nikae karibu na yeye. Lakini katika sala hiyo nilimwomba Mungu kila kitu, nikimwomba anisamehe kwa kuwa nilimwacha kwa kujiingiza kwenye biashara hiyo na mambo yote hayo.
na nilimkiri mbele yake dhambi zote nyingi nilizoweza kukumbuka waziwazi, na kwa dhati nikamwomba anisamehe kwa neema yake ya kimungu. Na kama kweli ilikuwa mapenzi yake matakatifu, kama nilivyosema awali, kufanya muujiza wa kweli ili niweze kutuma ujumbe muhimu wa onyo la dharura kwa wanadamu wote, ili watu wengi waweze kuokolewa kabla ya kurudi kwa utukufu kwa Yesu. Na baada ya kusema amina kwa heshima, nilisikia wazi kabisa sauti tofauti, kubwa na yenye nguvu: sitakuruhusu kabisa ufe milele. Kwa nini milele? Kwa sababu Yesu anakuja wakati wa maisha yetu. Angalia tu hizi krisi kubwa zinazotokea sasa duniani kote, huu utawala wa kidikteta unaokuwa na kuimarika mbele ya macho yetu wenyewe. Watu wengi wamepofuka kwa sababu mambo haya yanatokea taratibu. Lakini ukiangalia miaka 20 iliyopita, hali ya kisaikolojia ya watu imebadilika, mtazamo wao umebadilika. Hakuna mtu anataka kuzungumza na mwingine tena. Ni simu ya mkononi tu. Siku nzima wanashika tu simu zao na kusoma. Kwa hiyo kila kitu kimebadilika. Uasherati umeonekana pekee duniani kote kiasi kwamba haueleweki. Miaka 20 tu iliyopita, maendeleo haya makubwa hayakuwahi kufikirika. Lakini kama nilivyosema mara kwa mara, kwa kuwa tunaipokea kila siku kwa kiasi kidogo na chenye hila, hatuna uwezo tena wa kuelewa kikamilifu kupungua kwa kina na kwa undani kwa ubinadamu ambako kwa bahati mbaya kumeibuka na kushika hatamu. Naona, kwa hivyo ulitoa sala ya dhati kwa Mungu ambayo ilidumu kwa takriban saa nzima. Ni nini hasa kinachotokea baada ya sala hiyo muhimu basi? Naam, nilikuwa hospitalini na jambo la kwanza la kuvutia lilikuwa kwamba ghafla wagonjwa wengine walianza kunijia na kuniuliza kama wangeweza kusikia jambo fulani kumuhusu Mungu. Na hii ilikuwa katika nchi niliyokuwa nikiishi wakati huo. Ni nchi isiyoamini Mungu, iliyo mbali sana na Mungu. Kabla ya chuo kikuu, kazi yangu ya kwanza ilikuwa kama mtaalamu wa X-ray. Na nilisimamia idara yenye MRI na tomography. Kwa hiyo, najua vizuri sana hali ilivyo katika mazingira ya kitabibu. Na kuzungumza kuhusu Mungu katika mazingira hayo haiwezekani. Lakini cha kushangaza, watu kama 30 walikuja kuniona nikiwa pale. Idadi kubwa, na wote walikuwa na kiu ya ukweli, na niliweza kuwaambia ukweli kila mmoja wao. Kitu kilichonishangaza zaidi ni kwamba kati ya watu wote niliokutana nao, kuanzia madaktari hadi wale wanaohusika na usafi, tukio langu kubwa zaidi lilikuwa na mtu aliyekuwa anasimamia usafi. Kwa namna fulani, kupitia mke wangu, alianza kuulizia habari zangu. Ni vigumu sana kuelewa mtu usiyemfahamu kabisa. Watu wanaulizia na kutaka kuwasiliana na wewe. Kisha nikakaa siku chache zaidi katika sehemu nyingine ya mbali, na kwa bahati mbaya sikupata nafasi ya kukutana na yule mwanamke hasa. Basi nikaelekea kule, na hata nikiwa mbali kidogo, mara moja alinipigia kelele. Goran, hey, unaweza kunieleza kitu cha kweli kabisa kuhusu ukweli, kuhusu Mungu, kuhusu Yesu? Yaani, kulikuwa na miujiza ya ajabu sana ikitokea, na watu walikuwa wanageukia imani pale hospitalini, kiasi kwamba nilishangaa sana kwa sababu sikuwahi kushuhudia kitu kama hicho kabla. Nilikuwa nimewahi kusoma Biblia na mambo ya siku za mwisho kabla Yesu hajarudi, lakini sikuwahi kushuhudia matendo makubwa na yenye nguvu ya Mungu kama hayo. Naweza pia kusema kwamba hata leo nafanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Mungu, na miujiza inaendelea kutokea kila wakati. Kwa mfano, hivi karibuni mimi kupitia hali za ajabu na zisizoeleweka kabisa ambazo si za kweli wala haziwezekani, kwa namna fulani niliweza kumfikia mtu huyo maalum. Watu walinipigia simu kwa sababu kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye bahati mbaya sana ambaye alikuwa anakufa polepole kutokana na saratani kali ambayo ilikuwa imetawala kabisa sehemu yote ya tumbo lake. Kila kitu, kila kiungo kimoja kilikuwa kimeharibiwa kabisa, na ilikuwa ya kusikitisha sana na kuvunja moyo kuona hali ile. Kwa hiyo mimi na mke wangu mpendwa tulienda kumtembelea. Tulimwombea kwa bidii na tukazungumza sana na kwa kina kuhusu Mungu, kuhusu ukweli wa kina na wa milele. Baada ya hapo, alipelekwa kwenye kitengo cha huduma ya kupunguza maumivu katika kliniki, mahali ambapo watu walio karibu na mwisho wa maisha huwekwa. Tuliomba, na pia nina kikundi. Naweza hata kukutumia kiungo ili ujiunge nasi kwenye Facebook na mtandaoni. Hata hivyo, siku chache baada ya maombi yetu, yule mwanamke aliruhusiwa kutoka kwenye kitengo cha huduma ya kupunguza maumivu akiwa anajisikia vizuri kuliko wakati wowote. Na sasa anajiunga nasi kwenye maombi ya kikundi chetu. Tunakutana na mambo kama haya kila wakati.
Utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu. Hivyo basi, huo ndio ulikuwa matokeo ya ushirika wangu na Mungu. Hata kabla ya mwaka 2018 nilikuwa namtumikia katika nyakati mbalimbali, lakini tangu wakati huo nimejitolea maisha yangu yote kwake kabisa. Na kwa sababu hiyo, watu wengi sana wameweza kumpata Mungu kwa kweli. Si kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, bali ni kwa sababu nilimpa Mungu akili yangu, ili aweze kusema maneno hayo ya kina kupitia kwangu, si mimi mwenyewe, bali kupitia uongozi wake wa kimungu. Utukufu kwa Mungu. Ningependa turudi kidogo kwenye uzoefu wako. Baada ya kuomba kwa Mungu ile sala ya saa nzima, nini kilitokea kuhusu saratani? Madaktari walisema nini? Vipimo vilionekanaje baadaye? Na nilipokuwa hospitalini walifungua tena, unajua, ili kuona nini kingeweza kufanywa. Na kisha wakaifunga. Walichukua takriban sentimita 1.5 ya tishu kwa ajili ya uchambuzi, ambapo waligundua tu kwamba ilikuwa hatua ya 4. Hiyo ina maana kwamba uvimbe mbaya zaidi uliopo, ambao hata haupo kwenye kumbukumbu. Huenda daima kukawa na miongoni mwa mabilioni ya watu mtu ambaye alinusurika kitu. Kama ilivyokuwa na mabomo kule Japani, kuna watu waliopona hata wakiwa umbali wa mita 400. Lakini katika hali za kawaida hakuna rekodi kwenye kumbukumbu za kitabibu ya mtu yeyote aliyenusurika hili, kwa sababu ni haraka zaidi, na hata kwa tiba asilia haiwezekani. Mimi ni mtetezi wa tiba asilia kwa kutumia dondoo za mitishamba, sio vile vitamini na madini vinavyouzwa kwenye maduka ya bio ambako watu wanatafuta tu pesa. Lakini kwenye maduka hayo pia kuna hizi dondoo. Kwa mfano, dondoo ya kalsiamu hutengenezwa kutokana na mmea fulani wa baharini, na lazima itokane na kitu kilicho hai, kwa sababu hapo kila kitu kinakuwa kimesagwa vizuri kabisa. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ninaunga mkono ile tiba ya mitishamba ya asili ambayo inaenda kwa undani zaidi kuliko tulichonacho leo, ambapo watu hawatambui kwamba yote ni kuhusu pesa. Lakini nikirudi kwenye swali la awali, baada ya tukio lile la kushangaza kweli, nilitoka kitandani haraka sana na nikaweza kushughulikia kila kitu kwa ufanisi. Watu waliendelea kunipigia simu kwa msisitizo wakitaka kuzungumza nami wakati bado wamelala vitandani mwao. Hata wauguzi waliokuwa wamejitolea walipoingia chumbani kunikagua, yote yalikuwa ya kuvutia sana, na bila shaka ni wakati ambao sitausahau. Halafu, sijui, madaktari hawakuamini kabisa kwamba nilikuwa naendelea vizuri kiasi kile. Kwa hiyo walinibakiza hospitalini kwa muda kidogo zaidi kuliko walivyopanga awali. Lakini baada ya siku 10 nzuri niliruhusiwa rasmi, na mara moja nikaenda nyumbani na familia yangu yenye upendo, nikiwa najisikia vizuri zaidi na nikiwa na nafuu. Wakati huo tuliishi kwenye kijiji cha milimani na tulienda matembezi ya kilomita 10 kupitia vilima. Na kabla ya hapo sikuweza hata kutembea mita 10, lakini baada ya muujiza wa Mungu nilifanya matembezi yaliyodumu zaidi ya saa 3 nikipanda na kushuka vilima. Mungu alitenda muujiza ambao hauwazi kufikirika kabisa. Hicho ndicho naweza kusema, na madaktari wote wanakubaliana nami. Niliona na madaktari bingwa kwa sababu hawakuweza kuelewa kilichotokea. Daktari mmoja alisema, "Unajua bwana, Mungu hayupo na miujiza haitokei." Ngoja nikwambie kitu sasa. Kwa kuwa uvimbe wako ulitoweka, haukutoweka kweli kwa sababu hauwezi tu kupotea. Badala yake, mwili wako kwa namna fulani ukaukunja na ukajificha kati ya seli. Mungu hayupo, miujiza haipo, kwa hiyo ni uwezekano tu wa kimaumbile. Kwa mwili ulipata njia ya kuukunja huo ubongo ili kazi iendelee. Na madaktari, nina heshima kubwa kwa madaktari kwa sababu wamesoma sana na husoma mara 2 zaidi ya sisi tuliomaliza shahada za kawaida. Lakini kama daktari, mtu lazima atumie akili yake mwenyewe kwa sababu sekta ya dawa inaendesha mchakato wa vyuo vikuu na inawapiga wanafunzi bomu la taarifa za uongo ili dawa zao ziweze kuuzwa. Lakini hili linahitaji kusisitizwa. Madaktari ni muhimu katika tiba asilia. Tuna watu wengi wanaokwenda mbali na kusema kwamba hatuhitaji madaktari kabisa. Uwiano wa kweli ni kutumia na kuchuja pande zote mbili. Hivyo ndivyo hasa kilichotokea. Madaktari walishangaa sana, baadhi yao walikubali ukweli, na mmoja wa madaktari kutoka kwenye kundi hilo alikuwa mshiriki muhimu wa kikundi chetu cha maombi kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia kuhusu madaktari, nimekumbuka nilikuwa na rafiki ambaye nilikuwa karibu naye.
Alikuwa daktari aliyekuwa na kliniki yake ya tiba asilia na alikuwa mtaalamu rasmi wa tiba. Lakini alikuwa anashiriki katika dini ya New Age ambapo mbinu zilizotoka upande mwingine zilitumika. Kisha kwa njia ya kimiujiza Mungu alituunganisha kupitia mama yake, ambaye alikuwa mkana Mungu na alikuwa amesikia kuhusu uzoefu wangu wa kuponywa. Kisha alitaka tuzungumzie pia kuhusu hali yake aliyokuwa nayo. Unasemaje hivyo? Ni ugonjwa ambao mishipa ya fahamu inaharibika na muda si mrefu huwezi kutembea, unazidi kudhoofika, hatimaye huwezi hata kufungua mdomo wako na unakufa. Kimsingi hauponi, hakuna watu waliopona kutokana nao. Na hata wakati huo Mungu alikuwa akimlinda hata kabla hajakutana nasi. Ingawa alikuwa kwenye mambo ya New Age, ugonjwa wake uliendelea polepole sana kwa miaka 10 hadi 15, jambo ambalo si la kawaida, lakini Mungu alikuwa akimwandaa kwa sababu alijua angekuja kujua ukweli. Kisha akaungana na kikundi chetu na baadaye, sitaki kuelezea sana sasa hivi, lakini kimsingi tulizungumza sana kuhusu ukweli, kuhusu dini na kadhalika. Ulikuwa na vikwazo vingi. Shetani alikuwa anajaribu kumzuia, na sasa yeye ni mwanamke mwaminifu sana kwa Mungu. Na hivi karibuni tu, miezi 2 au 3 iliyopita, kila kitu kiliondolewa. Akapata afya yake ya kawaida kabisa, ingawa mishipa ile ilikuwa imeharibiwa, kila kitu kilirejeshwa, na sasa akiwa na umri wa miaka 68 anatembea kama kijana mdogo. Utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu. Niambie, kuanzia ulipoomba hadi uponyaji kamili ilichukua muda gani? Je, ilitokea usiku kucha mara tu baada ya sala, au kulikuwa na kipindi cha muda ambacho ilipotea polepole? Je, unaweza kukumbuka? Kama nilivyosema, niliamka mara tu baada ya hapo na kupata nguvu na kila kitu, lakini ilichukua labda mwaka 1 au 2 kwa kila kitu kutulia, kwa zile amana za damu zilizokuwa zimekusanyika kwenye ubongo kupona na kwa kila kitu. Lakini lazima niseme, sidhani kama ningekuwa nadanganya. Mungu aliniacha nikiwa dhaifu kidogo. Hivyo hata leo siko imara kabisa tukimlinganisha na Mtume Paulo kwa mfano. Aliomba kwa Mungu mara 3 aondoe ugonjwa huo kichwani mwake. Na Yesu alimwambia, kama tunavyosoma kwenye Biblia, umenisihi vya kutosha, usiniombe tena kuhusu hilo. Kwa hiyo mara nyingi Mungu huwaacha watu na mateso ili wasije wakajivuna. Kama meneja, huenda nilikuwa na tabia ya kukuza kiburi, na ndiyo maana Mungu aliniacha hivi. Alinileta kila mahali, lakini hatimaye kwake mwenyewe na kwa unyenyekevu. Lakini mimi na sisi sote bado tunapaswa kumwomba Mungu kila wakati ili tusijenge sifa zetu mbaya tena. Bila shaka. Niambie, katika kipindi chote cha ugonjwa wako, likizo yako ya ugonjwa, magumu uliopitia, tuseme, Mungu alikuonyesha nini kupitia uzoefu huo wote? Upendo. Uliishi maisha ya aina gani hapo awali? Hiyo. Je, uliishi maisha ya kawaida ya raia wa kawaida? Sikuhusika na uhalifu au mambo yoyote mabaya sana. Lakini hali ni kwamba mbele za Mungu wahalifu mara nyingi wako karibu zaidi naye na wokovu kuliko watu ambao mioyo yao imepoa, wale wanaomjua Mungu lakini wamepoa. Tukitazama, tukumbuke yule mwizi aliyekuwa karibu na Yesu msalabani. Yeye aliokolewa, lakini Wayahudi wote waliomuua ambao walikuwa karibu na Mungu hawakuokolewa. Kwa hivyo Mungu huamua wajibu wetu kulingana na ujuzi wetu. Na kwa kuwa nilikuwa mtoto na mjukuu wa wachungaji, wahubiri wa Kristo, nilijua zaidi kuliko wengine. Na Mungu hupima dhambi kulingana na maarifa. Kwa hivyo wale ambao hawajui chochote, ambao hawajawahi hata kusikia kwamba Mungu yupo, wataokolewa kulingana na tabia zao na ujuzi waliokuwa nao. Lakini kadiri maarifa yetu yanavyozidi kuwa ya kina, kwa namna fulani tunalindwa zaidi. Kwa sababu kadiri tunavyozidi kuwa na maarifa, ndivyo tunavyozidi kuwa karibu na Mungu, na ndivyo tunavyozidi kuwa salama, lakini wakati huo huo tunawajibika zaidi. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo, kacha nirudie, maarifa si sharti la wokovu, lakini husaidia. Shetani, tunapokuwa na maarifa, anaweza kutuongoza kwa urahisi zaidi katika enzi mpya, katika mambo ya kila aina. Je, unaweza kusema kwamba katika maisha yako, hebu tuchukulie, kabla ya ile ugonjwa mkubwa, ulikuwa umeanzisha kampuni iliyofanikiwa, biashara iliyokuwa inastawi na kadhalika?
Je, unapendekeza kwa dhati kwamba watu waingie kikamilifu katika ulimwengu mgumu wa ujasiriamali ili kujishughulisha akili zao na mambo hayo yanayohitaji nguvu na yanayovutia? Mtu anapaswa kwenda mbali kiasi gani ili jambo hilo lisigeuke kuwa sanamu katika maisha yake? Basi, biashara yenyewe si dhambi, tuseme hivyo. Watu lazima waishi na wafanye kazi. Bila shaka, hoja ni nini ndicho kiini cha maisha yetu? Mawazo yetu yako haki. Na tukianzisha biashara ambayo tunafanya kazi ndani yake saa 15 kwa siku, hatuwezi tena kuhimili. Tunapaswa kukiri, na maanisha kwa uaminifu, siwezi hata kusema kweli kwamba mimi ni mtakatifu na mwenye haki kabisa sasa hivi, kwa sababu kama binadamu tunakuwa na kubadilika kila wakati, kwa sababu kabla ya Yesu kurudi itatubidi tuwe watakatifu. Siku moja tunaweza kuzungumzia kuhusu jambo hilo pia, lakini nilipoteza mwelekeo wa mawazo. Hakuna wasiwasi, jisikie huru kuingia. Igonge tu ili siweze kutetemeka. Ndiyo. Tafadhali rudia swali, simu yangu ilinisumbua. Ndiyo. Je, unapendekeza watu wajiunge na ujasiriamali? Na hilo linaweza kufikia kiwango gani kabla halijawa, tuseme, sanamu maishani mwako? Basi tunaweza kuona waziwazi kwamba katika Agano la Kale mtu tajiri na mwenye mafanikio zaidi duniani pia alikuwa mwaminifu na mcha Mungu zaidi kwa wakati huo huo. Hivyo ni dhahiri kwamba utajiri wenyewe si kikwazo kisichoweza kushindwa katika kupata wokovu. Lakini kwa bahati mbaya, kama Yesu mwenyewe alivyosema kwa kina, ni watu wachache tu matajiri wanaoweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hatutaweza kupita kama ngamia kupitia lango nyembamba. Hiyo inamaanisha, kwa mtazamo wangu, biashara ni biashara tu ikiwa Mungu anatuelekeza na anatuongoza hata katika mambo ya biashara, na tunabaki tukimshikilia yeye, ili tunapofanya kazi tunaomba na kumuuliza atuonyeshe nini tufanye hapa. Je, tutamdanganya mshirika wetu wa biashara? Je, tutakuwa waongo? Je, tutaiba kwa namna yoyote? Lakini hiyo siyo hoja kuu pia. Hoja kuu ni nini kiko katikati ya mawazo yetu. Kama tunaweza kuona kwamba kwa sababu ya biashara hatutaweza kuomba angalau saa 1 asubuhi tunapoamka, kama tunahisi kwamba tumeacha, kwamba msongo wa biashara umechukua nguvu zetu, kwamba hatuna tena nguvu ya kuamka na kuomba kwa saa 1 na kuomba jioni kabla ya kulala, hiyo inapaswa kuwa ishara kwetu kwamba hii siyo mapenzi ya Mungu. Umepona kabisa kutokana na uzoefu huo. Leo ni mwaka wa 2025 na tuseme imekuwa kama miaka 4 au 5 tangu ulipoachiliwa huru kutokana na hilo. Je, hiyo ni kweli? Labda hata zaidi. Hiyo ilikuwa 2018. Hapana, ni 25. Hiyo ni 89. Miaka. Unajisikiaje sasa? Ninaamini watazamaji wangeona hilo kuwa la kuvutia sana. Je, una matatizo yoyote ya kiafya ambayo umeyapitia kutoka kipindi hicho? Kweli najisikia dhaifu zaidi. Yaani, kama ningesema mimi si mtume Paulo wala mimi si nabii, ili unielewe vizuri. Mara pekee niliyomsikia Mungu akizungumza kwa uwazi ilikuwa aliponiponya. Tangu wakati huo sijawahi tena kusikia sauti iliyo wazi. Watu mara nyingi nimegundua kwamba shetani mara nyingi hunong'ona, na mara nyingi hata mawazo yetu wenyewe ambayo yanaonekana kwetu kana kwamba tumesikia mtu akisema kitu, kana kwamba mtu anazungumza nasi, mara nyingi anaweza kuwa ni mawazo yetu tu. Kwa hiyo katika eneo hilo lazima uwe mwangalifu sana. Hicho ndicho ninachoweza kusema. Hali ni hivyo pia kwa uzoefu wangu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anatuelekeza, na tunapokuwa karibu naye hatimaye tunakuja kusikia maneno yake. Lakini shetani anaweka mipaka juu yetu. Tukumbuke kwa mfano ule wakati muhimu pale, unamkumbuka yule mzao wa moja kwa moja wa Ibrahimu kutoka ukoo wa Esau, Yakobo, aliposhindana maarufu na Yesu. Biblia takatifu inasema wazi kabisa kwamba alikuwa malaika. Lakini katika maandishi fulani maalum na yenye hekima, mwandishi mzuri na anayeheshimika anaelezea hilo kwa ufasaha. Wakati huo huo kabisa, shetani mwenyewe alikuwa kinong'ona kwa hila nyuma yake, akimwambia mara kwa mara mambo kama vile huwezi kabisa kushinda mapambano haya na kadhalika, akijaribu kupanda mbegu za shaka na kukata tamaa akilini mwake, au ushinde na uwe mwenye chuki. Kwa kifupi, tunapaswa kuwa waangalifu sana na ulimwengu wa mambo ya kiroho, kwa sababu hapo ndipo shetani yupo zaidi. Nimegundua kwamba katika harakati nyingi zilizoanza kuelekea kwenye ukweli, shetani alionekana mara moja hapo, na waliishia katika uasi mbaya zaidi kuliko walivyokuwa hapo awali. Hakika kabisa. Je,
Unatumia lishe ya mimea na kuipendekeza kwa wengine? Siku hizi lishe inayotokana na mimea ni muhimu. Ningesema jambo moja tu, ingawa ninamaanisha kabisa situmii bidhaa za wanyama. Mimea siku hizi, hasa kama huizalishi kwenye bustani yako mwenyewe, kwenye ardhi yako mwenyewe, imepungua sana virutubisho. Na wakati huo huo tunalazimika kula mayai. Mayai ndiyo bidhaa pekee ya mnyama ambayo si tu nyama, sio tu kitu kilichokomaa, bali kila kitu muhimu kabisa kwa uendelevu wa uhai, ili kiumbe kamili kiweze kukua kikamilifu kutoka humo. Kwa hiyo ni mkusanyiko kamili hapo. Kama siku moja mateso yakija, nisingeshangaa tukijikuta tunawafuga wakati huo, lakini hilo libaki pembeni. Kwa hiyo mayai tunapaswa kuwa 99% kwenye mlo wa mimea. Na kwa mfano, tunapaswa kuoka mikate ya kula. Adui amefanya mkate kuwa kitu chenye sumu zaidi kwenye mlo wa siku hizi. Na kwenye ngano ya siku hizi, muundo wa jeni zake umechezewa, kwa hiyo imekuwa hatari sana. Lakini aina zote kama ema na nyinginezo, kama zikiandaliwa tu kwa chachu kavu, kabisa si kwa chachu mbichi, na ikiokwa kwa namna ambayo mkate unakuwa na mashimo na umekauka kabisa, ni bora kuiacha kwa siku moja. Hiyo ni moja ya misingi ya mlo wenye afya na kadhalika. Sitazungumzia hilo sasa, ingawa nimeweka muda mwingi kwenye hilo mwenyewe. Bila shaka. Lakini kama tungeweza kuwaelezea watu zaidi jinsi unavyohisi leo, je, una afya njema kabisa au bado una madhara yoyote yanayoendelea kutokana na hilo? Hilo ndilo ninalovutiwa nalo. Naweza kufanya kila kitu. Huandika vitabu na hufanya kazi za kimwili. Na mara nyingi mimi huendesha gari kwa umbali mrefu sana, haswa kilomita 600 katika mwelekeo mmoja tu, ambayo ni safari ndefu sana. Ninaweza kufanya kazi kawaida, lakini nahisi kama sijawa sawa kabisa na hapo awali. Kidogo dhaifu zaidi. Nini? Nahisi udhaifu fulani, na ninamshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu kwa kweli inanifanya niwe mnyenyekevu sana, kama vile mfano wa Mtume Paulo inanifanya niwe mnyenyekevu sana kila wakati, ili nisije nikawa na kiburi na hatimaye nikampoteza Mungu. Asante wewe kwa hilo. Na kwa hivyo tuseme, kama moja ya maswali ya mwisho na muhimu zaidi, ungesema nini kama mtu ambaye amepitia msiba mkubwa na huzuni kubwa maishani? Katika jambo moja muhimu, ungewaambia nini watu wanaopitia hali ngumu maishani, ambao wanapambana na magonjwa makubwa? Nitakuachia wewe wape ujumbe. Naam, naweza kusema jambo moja. Mungu, kama tulivyotaja katika muktadha wa swali kuhusu uongofu na wokovu, Mungu anatarajia tufanye sehemu yetu, kile tunachoweza kufanya. Yaani, Mungu anaponya watu weusi barani Afrika ambao hawana kitu, bila wao kufanya chochote, kwa sababu hawana uwezo wa kufanya hivyo. Lakini kwetu sisi, ambapo tuna uwezo wa kufanya jambo fulani, anatarajia tubadilishe na kula lishe bora na kutumia virutubisho vya mimea. Lakini hata hivyo haviwezi kuponya magonjwa makubwa, na hapo ndipo msaada wa Mungu unahitajika. Lakini upande wetu lazima tuache kula nyama, pombe, kahawa, sigara, vitu hatari, chai nyeusi na chai ya kijani. Kwa hiyo vitu vyote visivyo na afya kwenye ukurasa wangu, kwa njia, ningekushauri sana. Nina kurasa 2 maalum na makundi kwenye Facebook na kwenye mtandao. Na huko unaweza kupata sehemu kamili kuhusu lishe bora kwa urahisi. Kuna kitabu cha kina ambacho nimekiandaa kwa uangalifu kutoka kwa waandishi mashuhuri kadhaa, ambacho kinaelezea kwa undani kanuni zote za msingi za afya, dondoo muhimu ambazo zinahitajika kweli na kadhalika. Nadhani unaweza tafadhali kuiandika kwenye screen. Unaweza utapata hiyo. Jambo muhimu zaidi ni kula vyakula vyenye afya, kuchukua katika magonjwa fulani. Kwa mfano, kuna dondoo la ubani lililokolezwa mara 20. Kwa hiyo dondoo la kawaida la ubani ni lenye afya, lakini halitibu. Ukichukua kiwango kikubwa katika magonjwa hayo makali, kama ulivyosema, linaweza kutibu. Kwa hiyo lishe bora ni muhimu, lakini pia tiba maalum ambazo zimejumuishwa kwenye kitabu nilichoandaa. Na ukichukua vyote hivyo, inawezekana kupata afya tena hata katika hatua za mwisho. Na Mungu anafanya yaliyobaki. Bila shaka. Kwa hivyo, ungependekeza pia tufanye kila kitu kinachotuhusu kadri tuwezavyo?
Kila kitu, hilo ni juu yetu. Kila kitu kilicho juu yetu, na maombi kwa Mungu, kujisalimisha kwake kila mara, na hivyo Kuzaliwa upya, na hilo linajidhihirisha. Naweza kumuuliza mtu swali tu. Ukimwona mtu anayekuchukia, anayekushambulia, anayekudhuru katika maeneo mbalimbali, ikiwemo biashara, na ukahisi chuki kwake, hiyo inapaswa kuwa ishara kwako kuanza kumuomba Mungu akupe upendo kamili moyoni mwako, ili kama vile Yesu alivyowapenda maadui zake, nasi pia lazima tuwapende maadui zetu. Hii haimaanishi kwamba tunapaswa kuinama mbele ya maadui zetu, lakini hatupaswi kuchukia, na hata kama adui yetu mbaya kabisa atakuja kwetu, tunapaswa kumsaidia. Goran, asante sana kwa kuwa sehemu muhimu kabisa ya podcasti hii yenye maarifa ya ajabu. Na ikiwa nitaruhusiwa, nithubutu kuuliza swali la mwisho la kina. Ni wazi kwamba Mungu amekuokoa kutokana na ugonjwa ule mbaya ili uweze kuwa mwanga unaong'aa katika dunia hii. Kumshirikisha yeye na neno lake la kimungu waziwazi, kama hii ingekuwa hotuba yako ya mwisho ya kutoka moyoni. Sayari ya dunia, ungependa kuwasilisha ujumbe gani muhimu kwa watu wote? Mungu anakupenda. Yesu anakupenda. Hakuna upendo mkuu kuliko ule tuliopewa na Mungu Baba na Mwanawe Yesu.